Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inaangazia simulizi ya kimataifa kuhusu nguvu ya Iran. Wakati wa kufanyika kwa msafara wa mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu mjini Tehran, macho ya ulimwengu mzima yalikuwa yameelekezwa Iran. Kilichofanyika mjini Tehran hayakuwa maombolezo tu, bali lilikuwa ni tukio la kisiasa na kihistoria lililoakisiwa pakubwa kimataifa na vyombo vya habari. Kuanzia alfajiri ya siku ya msafara wa maombolezo, makumi ya mitandao ya televisheni, mashirika ya habari na magazeti ya kimataifa yalirusha hewani moja kwa moja shughuli za mazishi hayo yaliyowashirikisha mamilioni ya watu. Hata hivyo, vyombo mbalimbali vya habari vya Ulaya ambavyo vilikuwa vikitaja Iran kwa namna ambayo haikuonwa wakati huu, ni wakati ambapo ilionyesha ulimwengu kwamba kumbe yaliyokuwa yakitajwa hapo awali yalikuwa ni tofauti na Iran halisia. Nukta ya kuzingatiwa hapa ni kwamba hata vyombo hivi vya habari ambavyo katika miezi ya hivi karibuni vimekuwa vikieneza habari za uongo kuhusu kutokuwepo kwa utulivu, kudhoofika kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na vita, lakini pia namna watu wa Iran walivyoichukia serikali yao, vimelazimika wakati huu kukubali ukweli tofauti, ukweli ambao umeonyesha hali halisi ya mambo katika uwanja, ikishirikisha mamilioni ya waombolezaji, mipangilio mizuri ya mazishi na kuendelea kusimama imara mfumo wa uongozi nchini Iran licha ya changamoto na mashinikizo kutoka kwa maadui. Suala hili ni mpango wa watu wa Magharibi kuonyesha kwamba watu wa Iran wana hali ngumu ya maisha, lakini pia wanauchukia uongozi wao. Hali imekuwa tofauti. Raia nchini humo wameonyesha mapenzi makubwa kwa aliyekuwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei, jambo ambalo limewasuta watu wa Magharibi. Tangu mwanzo wa siku za maombolezo, vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa viliwatuma waandishi wao huko Tehran na kupeperusha moja kwa moja tukio hili muhimu, na hivyo kuibadilisha Tehran kuwa moja vituo muhimu vya habari duniani. Katika uchanganuzi nadra na usiokuwa wa kawaida, shirika la habari la Reuters liliandika kwamba msafara wa mazishi ulikuwa zaidi ya tukio la kimataifa la kuaga mwili wa kiongozi wa taifa, ambalo bahari ya mamilioni ya waombolezaji mjini Tehran ilituma ujumbe wa wazi kwa Marekani na utawala wa Israel na watu wa Magharibi kwa ujumla kuhusu juhudi zao za kujaribu kuiangamiza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zilikuwa zimegonga mwamba na kushindwa. Shirika hilo la habari limesisitiza kwamba baada ya vita, Iran si tu haijadhoofika, bali imeonyesha ustahimilivu mkubwa na umoja wa kitaifa, ikidhihirika kuwa mshindi mkubwa aliyetayari kuwa na nafasi muhimu zaidi katika mfumo mpya wa eneo hilo. Shirika la habari la BBC pia limeangazia pakubwa mazishi hayo na kutaja kuwa ni tukio kubwa la kihistoria na kuripoti kwamba msafara huo ulienea kwa umbali wa kilomita kadhaa katika mitaa ya Tehran. AFP ilichambua mahudhurio hayo makubwa ya umma kama ishara ya ustahimilivu wa Iran kufuatia mashambulizi ya Marekani na utawala wa Israel, likisema kuwa idadi ya washiriki inaweza kulingana au hata kuzidi ile ya msafara wa mazishi ya mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mashirika ya The Associated Press, AP, ABC News ya nchini Marekani, Euronews na TRT ya nchini Uturuki pia yameripoti kwa kina kuhusu umati mkubwa wa watu, hali ya hisia kali katika mazishi na ushiriki mkubwa wa matabaka mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiutamaduni yaliyoshiriki kwenye mazishi. Hata hivyo, bado baadhi ya viongozi wa kimataifa wanaendeleza chuki dhidi ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alionyesha namna ambavyo bado anatengeneza chuki na propaganda dhidi ya Iran. Wakati akihojiwa jana Jumanne, anadai kwamba wa Iran bado hawaipendi serikali yao na wao wapo tayari kushirikiana na wa Iran kuiangusha. Lakini hili ni tofauti kabisa na uhalisia wa mambo unavyoonekana, hasa katika kipindi hiki cha mazishi. Vyombo vya habari vya Urusi pia, ikiwa ni pamoja na RIA Novosti, shirika la habari la TASS, vimeripoti kwamba kuanzia mapambazuko wa mitaa Tehran ilikuwa imefurika umati wa watu waliokuwa wamekusanyika kumwaga kiongozi wao aliyeuawa shahidi. Hata hivyo, vyombo vya habari vinahusishwa na utawala wa Israel kama vile Times of Israel, Jerusalem Post na Haaretz, navyo pia havikuweza kufumbia macho wengi wa watu waliojitokeza kumwaga kiongozi katika mitaa hiyo, wakionyesha ishara kwamba ni uhalisia wa mambo kwamba wa Iran walimpenda kiongozi huyo. Na ndicho kilichomshangaza rais wa Marekani, kwa nini wa Iran wanamlilia kiongozi huyo aliyeuawa. Trump aliamini kwamba pengine kumuua Ayatollah Al-Khamenei kungewapendeza wa Iran, lakini imekuwa ni tofauti kabisa.
Ukweli huo kuakisiwa tu na vyombo vya habari, lakini waandishi mbalimbali wakubwa wa habari akiwemo Glenn Greenwald ambaye ni mshindi wa tuzo ya Pulitzer amesambaza picha za mazishi hayo na kusema ni vigumu kuzungumzia umati huu mkubwa ukikusanyika kwa ajili ya mazishi ya kiongozi nchini Marekani. Hata hivyo, waandishi wengine wa habari wanadai kwamba hali hii haikuwahi kutokea katika miaka hivi karibuni. Umati mkubwa uliojitokeza huko Tehran kulingana na namna watu walivyokuwa wakichukizwa pia na mauaji ya kiongozi huyo mkuu, lakini zaidi ni namna wa Iran wanavyozungumzia juu ya kulipa kisasi. Si jeshi wala viongozi, lakini wananchi wa kawaida wamebeba mabango kwamba wanataka walipize kisasi kutokana na kifo hiki, lakini ni maumivu anayopitia wakati huu baada ya kufa kwa kiongozi huyo mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji wa The World News, katika kipindi hiki ni wakati ambapo mwili wa Ayatollah Al-Khamenei umefikishwa huko katika mji wa Najaf nchini Iraq, na maelfu ya watu watakusanyika kwa ajili ya kuaga mwili huo wa kiongozi mkuu wa Iran, ambapo Rais Masoud Pezeshkian na Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaid umehudhuria hafla rasmi ya mapokezi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Najaf kwa ajili ya kupokea mwili wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei kabla ya kuanza kwa taratibu za mazishi katika taifa hilo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.